Ni matumaini yangu kwa vizuri na unaendelea vizuri kabisa na mizunguko yako kila siku. Pole kwa kazi, pole kwa uchovu, pole kwa kila kitu. Ndo maisha. Wahenga wanasema asiyefanya kazi na asili. As long as unafanya kazi unajituma, basi una haki ya kula na Mungu wa mbinguni akubariki kwa kila unachokifanya. Karibu sana kwenye chaneli yetu mahususi ambayo ipo kwa ajili ya kukupa wewe burudani na mafundisho kupitia njia ya simulizi. Kama ndo mara ya kwanza kukutana na chaneli yetu, basi subscribe alafu bonyeza alama ya kengele. Hii itakufanya kuwa mwanafamilia na kupata taarifa kila simulizi zinapotoka. Msimulizi wako naitwa Karen Steve ambaye anapatikana kwa simu namba 0621316026. Leo tunaenda kuanza simulizi mpya mara baada ile ambayo tumetoka kuimaliza ya shule ya majini. Leo tunafungua kitu kingine kipya. Ni vizuri ukakaa mkao wa kusikiliza kwa maana kwenye hii na kwa pia kuna mengi utajifunza. Usisahau tu kulike, kushare na kucomment ili basi kumpa na mwenzako nafasi ya kupata kile ambacho unakipata wewe. Tuende pamoja kwenye simulizi yetu mpya inayoanza katika sehemu ya kwanza. Inaitwa Mke Jasusi. Kuna nini na kwa nini mke jasusi? Twende tukapata yale majibu ya maswali ambayo tayari tumeyapata mara tu baada ya kusikia jina la simulizi. Enjoy. Mkuu, kwani umeamua kuja mwenyewe eneo la tukio? Aliuliza kijana mmoja alienda kwa jina la Austin, na wakati huo kulikuwa kuna majibizano ya risasi kati ya polisi na majambazi sugu. Nataka kukukumbusha enzi zangu za zamani na siwezi kuacha nyie vijana wangu muingie kwenye hatari, alijibu Mr. Robert ambaye ni mkuu wa kituo cha polisi. Asante sana mkuu kwa kutujali. Msizubae, kila mtu akae kwenye nafasi yake na muwe makini. Ndiyo mkuu. Askari wote walikuwa eneo la pale la tukio walijibu kwa pamoja, walishirikiana vyema chini ya uongozi wa captain wao Mr. Robert, na hatimaye walifanikiwa kumkamata jambazi sugu aliyesumbua kwa takriban miaka 3 akiiba na kuibia wafanya biashara na kuteka magari ya mizigo njiani. Calix, ulijiona mjanja sana na ukataka kutuchezea mchezo, ila kwa bahati mbaya ulikutana na mimi. Wacheze hao, lakini mimi sio. Na mwaka huu lazima uhukumiwe kwa makosa yako. Mr. Robert alimkabidhisha jambazi alienda kwa jina la Calix kwa vijana wake. Nitaenda kutumikia kifungo, lakini nitatoka tu na kuhakikishia nitakunyima usingizi Robert, alisema Calix. Robert aligeuka akacheka kwa dharau. Siwezi kutishwa na mtoto mdogo kama wewe Calix. Kwanza leo nimefuraha. Nina furaha sana. Usitaki kuniharibia furaha yangu. Siku hiyo ilikuwa ni siku muhimu sana kwa Mr. Robert, kwani binti yake kipenzi Nicole alikuwa anatimiza miaka 6. Mr. Robert aliondoka na polisi wengine walichukua mambo mengine na kumchukua mtuhumiwa na kuwapeleka kituoni. Kesi ya Calix na kikundi chake ilifika mahakamani kukiwa na ushahidi kamili wa mashtaka yao. Kutokana na makosa yao walifungwa kwa miaka 5 tu. Baba, ilisikika sauti ya mtoto wa kiume alikuwa kati ya miaka 11 au 12. Aiden, kijana wangu. Kwa nini macho yako yanatoa machozi? Wewe ni kijana wangu shupavu. Wanaulia ni wale dhaifu tu, na wewe kwa ninavyokujua sio dhaifu. Nitarudi, miaka 5 sio mingi na kutegemea. Calix alimwambia mtoto wake Aiden alifika mahakamani siku ya hukumu ya baba yake. Baba, nakuahidi sitatoa machozi tena, bali nitawafanya wanasababisha kutengana kwetu walie mpaka wasage meno. Safi sana. Huyu ndio kijana wangu shupavu. Calix alichukuliwa na kupelekwa gerezani. Bwana Robert alipata zawadi nyingi kutoka kwa viongozi wa juu kutokana na utendaji wake wa kazi, na miaka 20 baadaye Bwana Robert alichaguliwa kuwa waziri wa ulinzi. Kila mtu alisifia na kusema anastahili nafasi hiyo kutokana na utendaji wake wa kazi kwa miaka mingi. Robert, endelea kutamba katika dawa yako. Katika imaa yako. Ila dawa yako ipo jikoni. Utajuta kupata hiyo nafasi.
Alisema hivyo hakuwa mwingine bali ni Calix. Baada tu ya Mr. Robert kupata uongozi, uhalifu ulizidi mara 10 wa kipindi ulichokuwa ni captain. Kila siku kulikuwa kuna tukio jipya. Mara benki zimevamiwa, usafirishaji wa silaha pamoja na madawa na uuzaji wa watu katika nchi za nje. Mr. Robert, huwa ni mzoefu katika haya mambo. Unaweza kusema chochote kuhusu tukio lililotokea jana la kusafirishwa kwa silaha na madawa tani kwa tani zikiingia nchini? Ilikuwa ni moja ya maswali uliuliza waandishi wa habari. Bado tunafuatilia kuhusu hii kesi. Kwa hiyo kwa sasa siwezi kusema chochote. Mr. Robert aliondoka, lakini kila mara alikuwa akisumbuliwa na waandishi wa habari kuhusu matukio mfululizo yaliyotokea kwa wakati mmoja, na kila tukio hawakupata ushahidi wa kutosha. Kuna siku alipokea simu kutoka private number. Alipokea kwa kusitasita. Hello? Mr. Robert, nataka kukupa hongera kupata uongozi mkubwa serikalini. Ilisikika sauti ya upande wa pili. Calix. Mr. Robert alitaja jina la Calix baada tu ya kusikia sauti yake. Wow. Kumbe bado unaikumbuka sauti yangu vizuri. Unataka nini Calix? Kipi zaidi ya kutaka kuyaona maisha yako yanakuwa magumu zaidi ya yale niliyopitia mimi miaka 20 iliyopita? Kuwa makini Robert, usije ukafa kwa pressure, alisema Calix, kisha alikata simu. Calix. Aliita Mr. Robert, lakini simu haikuwa hewani tena. Alijaribu kuipata namba aliyotumia Calix kumpigia, lakini hakufanikiwa. Aliingia mmoja wa bodyguard wa Mr. Robert. Samahani mheshimiwa, kuna habari tumezipata sasa hivi, unaweza kuangalia. Alimkabidhi iPad iliyokuwa na taarifa ya habari. Askari kadhaa wajeruhiwa wakipambana na majambazi waliokuwa wakisambaza mizigo ya madawa ya kulevya. Mr. Robert alizima ile iPad, akamrudishia yule bodyguard. Unaweza kuondoka. Mr. Robert alikuwa na mawazo sana, ila moja kwa moja alipata jibu kuwa anayefanya haya yote atakuwa ni Calix, jambazi sugu wa siku nyingi. Mume wangu, uko sawa kweli? Naona kama una mawazo sana. Ni kuhusu kilichotokea leo kule bandarini? Aliuliza Bi Kamira. Yote yanayotokea utakuwa ni mchezo wa yule mwanaharamu Calix. Umejuaje kuwa atakuwa ni yeye? Alinipigia simu kabla hilo tukio kutokea na amesema atahakikisha siishi kwa amani. Hii inathibitisha kuwa ni yeye. Tunafanyaje ili kumkamata? Maana hakuna ushahidi wa aina yoyote kwamba ni yeye. Nitahakikisha na upata ushahidi popote ulipo na kumfikisha huyu Calix kwenye vyombo vya sheria. Ni kazi ndogo tu kwangu. Mr. Robert na Bi Kamila waligeuka nyuma kukutana na binti yao aliyeenda kwa jina la Nicole. Nicole kipenzi, umerudi Tanzania bila kutupa taarifa? Nicole alienda kumkumbatia mama yake pamoja na baba yake. Niliwamisi sana. Nilitaka kuwafanyia surprise. Vipi field yako? Ilienda vizuri? Ndiyo, tena nimepata alama za juu. Tena juu sana. Walimu wetu walinisifia sana na walinipa ofa ya kufanya kazi chini ya rais. Ila nimekataa. Kwa nini umekataa? Ilikuwa ni fursa nzuri sana kwako, alisema Mr. Robert. Mwache mtoto afanye anachotaka, alidakia Bi Kamila. Kwa umeamua uje kufanya kazi Tanzania? Ndiyo, nilitaka kuchukua likizo fupi hata mwezi, lakini kwa situation niliyoikuta itabidi niingie kazini. Kipenzi, si upumzike kidogo, watu kibao wapo, watashughulikia hiyo kesi, alisema Bi Kamila. Hapana mama, hichi kinachoendelea na ninachoenda kukifanya ni kwa ajili ya nchi yangu. Nitapumzika baada ya kumweka chini ya sheria huyu chawa. Nicole aliongea kwa kujiamini. Baba Nicole, kuona wewe unamruhusu binti yetu aende kwenye hatari? Aliuliza Bi Kamila. Niseme kazi yake. Mimi nimetoa ruhusa. Unaweza kuanza kazi muda wote kuanzia sasa, alisema Mr. Robert huku akiwa anatabasamu. Nimepokea oda kutoka kwako mkuu. Nicole alipiga saruti kwa baba yake. Anaitwa Nicole Robert, ni binti wa miaka 29 tu. Hapana, ni binti wa miaka 26. Alisomea kozi yake ya mambo ya upelelezi huko nchini Uturuki. Walimu wake walitokea sana kumpenda kwa maana alikuwa jasiri na aliweza vyema kucheza na akili ya mtu kupata ukweli wowote uliojificha. Siku hiyo Nicole alianza kufuatilia watu aliowaamini wanatoka kwenye kundi la Calix kutokana na kuwa na tattoo yenye alama ya KX, na kukosea kabisa, kwani alimuona Mr. Calix
akishuka kwenye gari moja la kifahari na wale vijana walimpa heshima yake. Aliweza kufuatilia na aliona wanaingia kwenye klabu maarufu. Aligundua kuwa waliingia upande wa pili wa klabu. Hakujua watakuwa wameelekea wapi. Alitaka kuingia ila alizuiliwa kwa maana kulikuwa kuna ulinzi. Kwa nini mnanizuia na mimi nimekuja hapa kuburudika kama watu wengine? Alifoka Nicole, onyesha kadi yako kabla ya kuingia, alisema mmoja wa wale walinzi. Oh, nimesahau nyumbani, nitarudi wakati mwingine. Nicole alienda kujificha sehemu ambayo ilimruhusu kuona vizuri. Alibahatika kuona baadhi ya wahudumu wakiingia kwenye ule mlango. Kazi imeisha, nitafanya juu chini nipate kazi ya uhudumu kwenye hii club. Nicole alitoa miwani yake akavaa na kuondoka kwa akiwa na tabasamu. Nilienda kufanya uchunguzi wa mwanzo kabla ya kuanza kazi na kuna vitu viwili vitatu nimefanikiwa kuvijua. Nipe ripoti, umegundua nini? Aliuliza Mr. Robert. Nilifanikiwa kufuatilia wafuasi wa Mr. Calix na mwisho nilimuona mwenyewe Calix mbele ya macho yangu akiingia klabu ile. Kuna kitu hakipo sawa. Ile klabu inaonekana kuna biashara haramu zinafanyika. Alisema Nicole akiweka kituo. Kwa nini unadhani kuna biashara haramu zinafanyika huko? Aliuliza Mr. Robert akiwa na shauku kutaka kujua. Kuna mlango wa kuingia jengo jingine lililopo ndani ya club, lakini huwezi kuingia kizembe. Ni lazima uwe na kadi, ina maana uwe mshirika wa Calix. Ina maana hauwezi kupata chochote. Nitapiga simu polisi, waende wakakague vizuri kwenye hizo club. Mr. Robert alinyanyua simu yake ila Nicole alimzuia. Hapana baba, usiripoti chochote. Kazi yangu ndo kwanza inaanza. Kuwa na subira, nimeshapata njia ya kuweza kuingia kwenye hilo jengo tena bila kushtukiwa. Una mipango gani? Nitaenda kwa mhudumu wa hiyo club na kwa njia hii pekee hakuna atakayenishtukia. Nicole aliongea kwa kumaanisha. Mr. Robert alimwangalia binti yake akatabasamu. Kesho yake Nicole alienda mapema sana kwenye ile club. Alikutana na baadhi ya wafanyakazi wakifanya usafi. Samahani dada, habari yako? Nicole alimsalimia dada mmoja. Safi, karibu. Asante, nilikuwa naulizia kama kuna nafasi ya kazi kwa upande wa hudumu. Subiri nikupeleke kwa meneja. Mimi sina mamlaka kukupatia jibu kwa sasa. Wanaoajiri wote wanapitia kwa meneja. Asante dada. Nicole alifuatana na ule dada mpaka kwenye ofisi ya meneja. Habari za asubuhi Mr. Bond. Habari za asubuhi. Salama tu. Niambie Furaha, mbona asubuhi uko ofisini kwangu? Meneja, huyu msichana alikuwa anaulizia kama kuna nafasi ya kazi kwa upande wa hudumu. Okay, wewe unaweza kuendelea na kazi. Bond alimwangalia Nicole juu mpaka chini. Bond alimuonyesha kwa ishara ya kidole Nicole ageuke nyuma. Nicole alifanya kama alivyoambiwa. Unaitwa nani binti? Jina langu ni Irene Frank. Nicole alidanganya jina kwa maana singeweza kutumia jina lake halisi muda wa kazi. Una miaka mingapi na kwa nini umekuja kuomba kazi hapa? Na miaka 26. Nimekuja kuomba kazi hapa ili nipate pesa za matibabu ya bibi yangu na kuhakikishia kwamba hautojilaumu kwa siku moja kuniajiri mimi. Wow, sikutegemea nitapata mfanyakazi kama wewe. Upo vizuri kuanzia sura na vingine. Kazi umepata Irene, utaanza leo usiku. Alisema Boni huku akiwa anavuta sigara. Asante sana bosi. Nenda kwa ile binti aliyekuleta hapa, nitampa maelekezo yote ya nini cha kufanya. Asante sana. Boni alimsindikiza Nicole kwa macho kwa maana alikuwa na umbo zuri kama model. Furaha, anakuja huyo binti. Mwelekeze kila kitu kinachotakiwa kufanya kama mhudumu na mkabidhi funguo ya chumba chake pamoja na sare zake za kazi. Alitoa maelekezo Mr. Bond. Sawa meneja, nitafanya kama ulivyoniagiza. Nicole alifika alipokuwa anafanya yule dada usafi. Alikuwa na furaha. Oh, umeshafika? Naitwa Furaha, sio mwenzangu unaitwa nani? Mimi jina langu ni Irene. Wengine wamezoea kuniita Lini. Alijibu Nicole kwa akiwa na tabasamu. Karibu sana mdogo wangu. Twende nikuonyeshe mazingira. Furaha alimtimiza Nicole aliyemfahamu kwa jina la Irene kila kona ya jengo. Jengo lilikuwa kubwa sana. Kulikuwa na sehemu za kawaida na VIP. Kazi yako ni kuhudumia wateja kwenye sehemu ya kawaida kwa sababu ni mgeni. Hiyo ndio ya kwanza. Ile ukishakuwa mzoefu utafika mpaka VIP. Oh, kumbe kwa nini wahudumu wengine hawafiki VIP? Kwani kuna siri za mhudumu kufika huko? Ndio, mara nyingi wanazingatia muda wa mhudumu aliyofanya kazi hapa.
pamoja na uzoefu, ila vingine visikutishe. Vigezo kikubwa huwa ni kujiamini, na ukiwa mrembo tu ushaingia VIP, na mshahara wake sio kama sisi huku sehemu ya kawaida. Sawa. Vipi na upande ule kule, kuna kitu gani? Nicole alionyesha mkono upande wa jengo lile jingine ndani ya ile klabu. Ongea taratibu, tena usirudi tena kuuliza kwa watu wengine. Kwa kifupi, lile jengo lina siri nyingi ambazo hatutaki kuzijua, alijibu Furaha kwa sauti ya chini. Mbona niliona kuna mhudumu kaingia mle ndani? Nicole aliuliza mwenyewe bila kupata majibu. Irene, mimi na wewe tunashia chumba. Funguo hii hapa, nenda chumba namba 9. Hicho ndio chumba chetu. Asante sana dada Furaha. Usijali mdogo wangu. Kwa sasa kapumzike, ile ikifika saa 1 tu usiku unaanza maandalizi ya kuingia kazini. Sawa dada. Nicole alichukua funguo akaelekea mpaka kwenye hicho chumba alichoelekezwa. Mbona wafanyakazi wanaishi sehemu nzuri kiasi hiki na malipo yao sio madogo? Ni wazi klabu kuna siri inaendelea. Nicole aliingia bafuni. Baada ya kuoga, alibadilisha nguo na kutoa laptop kwenye begi lake dogo. Alianza kuangalia baadhi ya kamera zilizopo kwenye lile jengo. Inaonyesha kuna kamera kwenye jengo hili. Nicole aliwaza kidogo. Hutaki kukata tamaa Nicole. Nicole alijipa moyo na kuendelea kufanya kazi yake. Mida ya saa 7 Furaha alirudi akiwa na sahani ya chakula pamoja na juisi. Kumbe ukulala? Nimekuletea chakula, alisema Furaha kwa tabasamu. Asante sana dada, siwezi kulala kwa sababu namwaza sana bibi yangu kwa aliko, aliongea Nicole huku akiwa analia. Kwani bibi anaishi wapi na ana shida gani? Au ulitoroka nyumbani? Aliuliza Furaha akiwa na wasiwasi. Bibi yangu ni mgonjwa sana, yuko hospitali, anatakiwa milioni 5 ili aweze kufanyia operation. Hiyo ndio sababu kaja kuomba kazi hapa club? Ndiyo dada, bila hivyo nisingekuja kuomba kazi hapa, na kwa sababu ya matatizo ya bibi yangu nipo tayari kufanya kazi yoyote ili kupata pesa za matibabu. Nicole alizidi kulia. Pole mdogo wangu, usijali, kila kitu kitakuwa sawa. Furaha alimbembeleza Nicole kisha akaondoka. Mlizani mtaiweza hii namba? Hii ni namba nyingine. Nicole alifuta machozi kisha akaanza kutabasamu. Mr. Bond, Irene inaonekana ni msichana mzuri, hana shida yoyote. Pia tunaweza kumwamini kwa sababu amesema anaweza kufanya kazi au kitu chochote kwa ajili ya kupata pesa ya matibabu ya bibi yake. Okay, leo jioni muandae aingie chumba cha Mr. Kalex kule VIP. Usiniangushe, muandae vizuri, alisema Mr. Bond. Sawa bosi. Wakati huo Nicole alikuwa anaangalia kupitia CCTV kamera za ofisini kwa Mr. Bond. Alikuwa anatabasamu. Jioni Nicole aliandaliwa vizuri kuanzia nywele na alipendeza sana. Japokuwa alikuwa amevaa sare tu za kuhudumia, lakini alionekana kuwa mrembo na kupendeza zaidi ya wenzake. Wafanyakazi wengine walimnyali na kusema vibaya, lakini hakujali. Irene mdogo wangu, utaenda chumba kimeandaliwa, kimeandikwa White Dragon. Kadi ya hapa ya kufungulia mlango. Nitaenda kuhudumia huko leo? Aliuliza Nicole na kasura kake kwa upole. Ndiyo. Kila kitu utakikuta huko, uwe nenda tu wala usiogope. Furaha aliondoka akamwacha Nicole amesimama. Alienda hadi chumba alichoelekezwa, aliweka kadi mlangoni akafungua. Aliingia ndani. Alimkuta mwanaume mmoja akiwa na bodyguard wake. Habari za jioni mister. Nimekuja hapa kama mhudumu wako. Alijitambulisha Nicole. Unaitwa nani? Aliuliza Kalex. Naitwa Irene Frank, ni mhudumu mpya. Mzee Kalex alimwangalia Nicole kwa muda kisha akamwambia, njoo kae binti yangu. Nicole alisogea akakaa kiti cha pembeni. Unaweza kuniambia unatokea wapi, una miaka mingapi, na kwa nini umeamua kuja kufanya kazi kwenye hii club? Kama nilivyokuambia, mimi jina langu ni Irene Frank, nina miaka 26, ninaishi na bibi yangu. Sikuwahi kubahatika kuona wazazi wangu, walifariki siku nyingi. Tangu ile siku nazaliwa, nililelewa na bibi tu. Bibi yangu ndo kila kitu kwangu, na kwa sasa yupo hospitali, anapambania maisha yake. Hiyo ndio sababu ya mimi kuwa hapa. Nahitaji sana pesa za matibabu ya bibi yangu, kama milioni 5. Aliongea Nicole kwa akiwa analia. Usilie, ninaweza kukusaidia, ila na wewe unatakiwa kunisaidia jambo dogo tu, alisema Mr. Kalex huku akiwa anakunywa mvinyo. Nipo tayari kufanya chochote ili mradi tu bibi yangu apate matibabu.
Vizuri, nitafanya malipo ya matibabu ya bibi yako na wewe utaolewa na kijana wangu kama malipo ya wema wangu kwako, na kuhakikishia hautajutia kuingia kwenye familia yangu. Huwa hatuna shida ya pesa ndogo ndogo. Nimekubali, alijibu Nicole huku akiwa ameweka sura ya huruma. Moyoni alijiuliza itakuwaje Calix amtafutie kijana wake mwanamke wa kuoa. Utampa bodyguard wangu information zote za hospitali alilazwa bibi yako. Nicole alitaja jina la bibi yake kama mtumwa na jina la hospitali aliyolazwa. Asante sana Mr. Calix, Mungu akubariki. Alishukuru sana Nicole kisha akaondoka. Nicole alimtumia message Dickson. Kwa Dickson, naomba unifanyie msaada, nitafutie mgonjwa umpange hapo kwenye hospitali yako. Awe mwanamke mtu mzima, jina lake utamuita mtumwa, na jina la mjukuu wake akiulizwa aseme ni Irene Frank. Kuna mtu anakuja hapo hospitali kufanya malipo ya operation kama milioni 5. Sawa, nimekupata. Baada ya kurudi tu Tanzania umeanza kucheza na akili za watu. Nicole alisoma ile message akatabasamu. Nicole na Dickson ni marafiki wa muda mrefu sana. Dickson yeye alisomea mambo ya udaktari na kwa sasa anasimamia hospitali ya baba yake. Kama walivyopanga kweli, siku hiyo mzee Calix alituma watu walifika kwenye hospitali na walienda kumuona huyo bibi wa mchongo wa Nicole, na kisha walifanya malipo ya kesho yake mchana. Nicole alipokea simu kutoka kwa mzee Calix. Irene, binti yangu, natuma watu waje kukuchukua hapo hospitali uje kuanza kuzuia mazingira kwa maana tumeshapata ruksa kutoka kwa bibi yako, alisema mzee Calix. Itabidi niende nyumbani kwanza nikachukue baadhi ya nguo zangu. Achana na kila kitu cha huko, vitu vyote unavyohitaji utavikuta huko. Sawa, asante sana. Nicole alikata simu, ilibidi atoke nyumbani kwao aelekea hospitali ili wamkute huko. Unaenda wapi? Mbona mbio mbio hivyo? Aliuliza Bi Kamila. Mama, naenda kwenye misheni yangu. Baba akirudi utamfikishia ujumbe wangu. Sawa kipenzi, uwe makini. Nicole alikuwa amevalia nguo za kawaida sana. Hakuwa ambaye angemuona akajua ni binti wa waziri. Baada ya kufika tu pale hospitali, aliona gari jeusi. Alisogea akagonga kioo. Uenda Miss Irene? Aliuliza kaka mmoja aliyejazia kwa kumuona tu. Unaweza kusema huyu ni bodyguard. Ndiyo, ni mimi. Yule kaka alishuka akamfungulia mlango. Nicole alipanda kwenye gari na safari ilianza ya kuelekea nyumbani kwa mzee Calix. Walitumia kama masaa mawili na bado walikuwa hawajafika. Samani kaka, huko tunakoenda mbona hatufiki? Sio muda mrefu tutafika, ni mwendo kama dakika 15 tu. Wakiwa njiani, kuna gari ilianza kuwafuatilia na yule bodyguard aliongeza mwendo. Kuna nini? Aliuliza Nicole. Usijali Mix. Ni vibaka tu wao. Risasi zilianza kupigwa kwenye gari lilokuwepo Nicole. Mwisho matairi ya nyuma yaliisha upepo. Gari likaanza kugonga kwenye mti kutokana na kushambuliwa na kikundi kingine cha majambazi. Inama chini tu na usitoke nje ya gari, alisema yule bodyguard kumwambia Nicole. Majibizano ya risasi yaliendelea na hatimaye yule bodyguard alipigwa risasi ya mkono. Walidhamiria kumuua kabisa, lakini kabla hawajafyatua risasi walivamiwa kwa nyuma na kikundi cha Mr. Calix. Waliuliwa wote. Nicole alishuhudia kila kitu. Alisogea kaka mmoja aliyevalia suti ya kijivu na kufungua mlango kwa upande aliokuwa amekaa Nicole. Upo sawa? Nipo. Nicole alizimia. Mchukueni Jafari akafanywa matibabu na msafishe ile eneo, alisema yule kaka aliyevalia suti ya kijivu. Sawa Captain Den, walijibu vijana wengine na yule kaka alimbeba Nicole na kuingia naye kwenye jumba kubwa la kifahari lililopo pembeni ya mji. Amepata mshtuko kidogo, mwacheni apumzike, na kuanzia leo ni watatu tu ndo wasaidizi wake. Yule kaka alimlaza Nicole kitandani akaondoka. Sawa Captain, walijibu wafanyakazi walikuwa wamevalia nguo nyekundu. Nicole hakuwa amezimia, alifumba tu macho. Hawa mbona waondoke? Hawatoki kusimama? Nicole alijiuliza, kwani wale wafanyakazi watatu walikuwa wamesimama pembeni ya kitanda kwa muda mrefu. Nicole aliendelea kufumba macho na mwishowe alipitiwa na usingizi. Alikuja kushtuka saa 2 usiku. Nicole alivyoshtuka tu, dada mmoja aliyekuwa amevalia mavazi mekundu alimuuliza, Miss Irene, umeamka?
unajisikiaje? Nipo sawa. Kwani sasa hivi saa ngapi? Ni saa 2 usiku. Ingependeza zaidi kama ungeingia bafuni ukaoga, kisha upate chakula cha usiku na upumzike. Vipi kuhusu Mr. Kalex? Yuko wapi? Nataka kukutana naye kwanza. Oh, Mr. Kalex amesafiri kwa sasa, ila atachukua muda mrefu huko. Atakuwa hapa nchini kabla ya siku yako ya ndoa na Mr. Aden. Na huyu Mr. Aden naweza kuonana naye? Hapana. Amesema ataonana na wewe siku ya ndoa yenu. Sawa. Asante, unaweza kwenda. Nimejitahidi kukuandalia kila ninachoweza unaweza kukihitaji kuanzia nguo na vinginevyo. Ukihitaji chochote unaweza kuniita kwa kupitia hiyo simu kwenye meza. Unaitwa nani? Jina langu ni Olivia, Miss Irene. Asante sana Olivia. Yule mfanyakazi alijulikana kwa jina la Olivia aliondoka. Nicola aliingia bafuni akaoga, na baada ya kuoga alifungua kabati. Kulikuwa kuna kila aina ya nguo na zote zilionekana kuwa saizi yake. Alitoa night dress akavaa na kupanda kitandani. Alichezea simu yake na mwisho alilala na kuja kushtuka kesho yake saa 1 asubuhi. Sikula tangu nilivyokuwa jana, nimekula ile asubuhi. Sio nilikuwa nawaza nini? Nicola alishika tumbo lake. Alitamani kushika ile simu na kumuagizia Olivia ampeleke chakula, lakini alisita. Habari za asubuhi Miss Irene. Alimsalimia Olivia. Alikuwa anaongozana na wafanyakazi wawili waliobeba tray za vyakula. Salama. Karibu Olivia, alijibu Nicole kwa akiwa na tabasamu. Asante Miss Irene, mnaweza kwenda. Olivia aliwaambia wale wafanyakazi baada ya kutenga kifungua kinywa kwenye meza ambayo ilikuwa hapo chumbani. Yaani nilikuwa nina njaa ya kufa mtu. Nicole alisogea mezani aanze kula. Olivia alimzuia. Miss Irene, nimeshakuandalia bafu. Ingia ukajisafishe kwanza na mimi nitaendelea na usafi wa chumba chako. Ukitoka kuoga utakula utakacho, alisema Olivia kwa akiwa na tabasamu. Yaani nina njaa mpaka nasahau kuoga. Naonja kidogo. Nicole alikata kipande cha sausage akakiweka mdomoni, kisha aliingia bafuni. Alimwacha Olivia na tabasamu tu kwa vituko vyake. Baada ya kuoga alikula, alimaliza vyakula vyote alivyoandaliwa. Olivia na wenzake walibaki kushangaa. Miss Irene, umemaliza vyakula vyote mwenyewe? Siwezi kuamini, vilikuwa ni vingi sana, alisema Anne. Ni kwa vile tu sikula chochote tangu nile jana asubuhi, alijibu Nicole kwa akiwa na tabasamu. Wewe sio kama wasichana wengine wanaojinyima kula, ila nashangaa unakula sana na una mwili wako mzuri tu, alisema Olivia. Tuachane na masuala ya chakula, nimechoka kukaa ndani, nataka kutembea tembea kidogo, alisema Nicole. Dhumuni lake ni kuendelea kufanya uchunguzi. Hilo tu, wala usijali, si tupo kwa ajili yako, tutakupeleka. Okay, twendeni. Nicole aliongoza njia. Walizunguka sehemu mbalimbali. Lile jumba lilikuwa ni jumba kubwa sana na la kisasa. Milango ilifunguka kwa fingerprint. Hivi huyo Mr. Eden yuko wapi? Kuanzia muonekano na kila kitu, maana naenda kuolewa na mtu nisiyemjua, alisema Nicole. Mr. Eden ni handsome. Ukisikia handsome ni handsome kweli kweli, ila ana tabia ya kukasirika haraka, mkali na apeni mtu mwongo. Na kingine, kabla Olivia hajamaliza kuongea, Nicole alikumbana na mtu kwenye ngazi. Samani, alisema Nicole. Bila samani, mnaelekea wapi huko? Aliuliza Captain Den huku amekunja sura. Tulikuwa tunamtembeza kidogo Miss Irene, amechoka kukaa ndani, alijibu Olivia huku akiwa anatetemeka. Hujui kama ile eneo kwa cheo chako huruhusiwi kufika? Alifoka Captain Den. Tusamee Captain, hatutarudia tena. Waliomba msamaha Olivia, Anne na Tina. Ondokeni. Waliondoka na kumwacha Nicole amesimama. Samani, naitwa Irene na asante sana kwa kutokoa jana. Ni kazi yangu, haina haja kushukuru. Alitaka kuondoka, Nicole akamzuia. Samani kwa mara nyingine, unaitwa nani kaka mzuri? Aliuliza Nicole kwa sauti yake nzuri na ya upole. Captain Den alimwangalia sana Nicole usoni. Captain Den, alijibu kwa kifupi, akaondoka. Mbona yuko serious sana? Nicole alirudi chumbani kwake akawakuta Olivia, Tina na Anne wanamsubiri. Miss Irene, akitokea kitu chochote huko? Waliuliza. Walionekana kuwa na hofu sana. Kwa nini mnauliza hivyo? Captain Den ni kiongozi mkuu
wamebodyguard wote hapa, na huwa anaga mchezo kwenye kazi yake na ni mtu wa karibu sana na Mr. Aden. Natakiwa kujenga ukaribu na Captain Den ili niweze kujua mengi kumhusu Mr. Aden. Alijiongelea Nicole, akikutokea kitu chochote, mbona aliwaambia vile kwamba ameruhusiwi kwenda kule juu ya ghorofa? Aliuliza Nicole. Yaani kwenye hili jumla lina floor 10. Hizi 4 za chini wanakaa watu wengine kama wageni wa Mr. Kalex, na upande huku juu ni makazi ya Mr. Aden na anaofanya kazi wake wanavaa sare za blue. Na hapa tunavyokuambia, tangia tuanze kazi hapa hatujawahi kuona sura ya Mr. Aden, na sio sisi tu, wafanyakazi wote tunaovalia sare nyekundu hakuna aliyewahi kumuona. Tunasikia tu kuwa ni handsome, lakini hatujawahi kuona sura yake. Huwa akitoka anavaa maski na ni mara chache sana. Naisubiri kwa hamu siku yetu ya ndoa nione sura yake, alisema Nicole. Miss Irene, kwani huogopi kuolewa na mtu usiyemjua na kwa sifa zinazotajwa ana roho mbaya na afikiki? Yaani vile afikiri kuua mara 2 mtu. Aliongea maneno hayo Tina. Hapana, wala siogopi, na nitahakikisha nampenda kwa moyo wangu wote, na yeye atabadilishwa tu na upendo wangu, alisema Nicole kwa akiwa na tabasamu. Wakati huo Captain Den alikuwa ofisini kwake na mwangalia Nicole kwenye kamera za siri zilizowekwa chumbani kwa Nicole. Mr. Den, ina maana mara hii utamuoa mwanamke yani ulitafutiwa na baba yako? Aliuliza Samuel. Ngoja niendelee kumfuatilia, bado sijapata jibu sahihi kama ni tofauti au ni sawa tu na wale wengine, alisema Captain Den. Na ukishamuoa utamwambia ukweli kwa Captain Den na Mr. Aden ni mtu mmoja? Aliuliza kijana mwingine aliyeenda kwa jina la Chidi. Aden Kalex, kijana wa miaka 32. Huyu amekuwa akiongoza kikundi cha baba yake Mr. Kalex tangia akiwa mtoto mdogo wa miaka 12, kipindi baba yake Mr. Kalex anatumikia kifungo gerezani, na amekuwa na mafanikio makubwa kupitia hizo biashara zake haramu, ila amekuwa akiuficha utambulisho wake na kujipa cheo cha ukapteni. Wapo watu wachache wanaojua kwa Mr. Aden na Captain Den ni mtu mmoja, ni watu wake wa karibu sana na wafanyakazi wake anaowaita Bluebet, ambao wanavalia nguo za blue. Hayo yote nitakuja kujua huko mbeleni, na huenda akaondoka pia kama walivyoondoka wengine. Samuel, mwambie Tabet akanifanyia uchunguzi wa binti Irene Frank ni nani na amekutana vipi na Mr. Kalex, alisema Captain Den ama Mr. Den. Sawa Captain. Samuel na Chidi waliondoka. Mida jioni Nicole alienda kukaa garden. Alifika Aden akakaa pembeni yake. Mbona uko nje na nguo nyepesi? Huhisi baridi na hali ya hewa ya huku mlimani ilivyo? Alisema Aden kama Captain Den. Nataka kuzoea hali ya hewa huku. Hivi karibuni nitaenda kufunga ndoa na Mr. Aden, alisema Nicole asijue kwamba Mr. Aden na Captain Den ni mtu mmoja. Vipi kama Mr. Aden akikataa kufunga ndoa na wewe kama alivyowakataa wanawake wengine? Aliuliza Aden. Sitakuwa na chaguo, nitaondoka na kwenda kuendelea kupambana na maisha yangu, kwani bibi yangu bado anahitaji sana. Amenilea tangu nilipokuwa mdogo na saizi ni wakati wangu wa kumlea yeye. Yuko wapi bibi yako kwa sasa? Yuko hospitali, hivi tunavyoongea anajiuguza kidonda cha operation. Pole kwa kuuguza. Asante, nimeshapoa. Bila kusaidiwa na kulipa bili ya hospitali na Mr. Kalex, sijui kama bibi yangu angekuwepo tena kwenye huu mgongo wa ardhi, aliongea Nicole kwa akiwa analengwa na machozi. Unajua kuwa Mr. Kalex amekuwa akimtafutia mtoto wake Mr. Aden wanawake wa kuoa, na kila mara waliondoka bila kuaga. Wewe uogopi? Aliuliza Mr. Aden. Hapana, siwezi kuogopa. Wao huenda walifanya kitu ambacho kilimuuzi Mr. Aden. Kama Mr. Aden akikupa nafasi ya kuwa karibu naye utafanya nini? Aliuliza Aden. Najua unachomaanisha.
kwa kuwa ameshakataa wanawake wengi, japo sijui ni sababu zipi zilimfanya wakatae, lakini kwa upande wangu akinipa nafasi ya kuwa karibu naye, nitamwonyesha mapenzi kwa moyo wangu wote. Aliongea Nicole huku akiwa anatabasamu. Nimeipenda hiyo, unajiamini sana. Tunaweza kuwa marafiki? Aliuliza Nicole. Irene alikaa kimya kwa muda kama kuna kitu alikuwa anatafakari. Oh, Irene, huna akili. Ulikuwa unafikiria nini kumwomba rafiki Captain Den? Huyo ni Captain, hawezi kuwa na urafiki na wewe. Nicole aliongea kwa sauti ya chini ila alidhamiria Irene amsikie. Kwa nini unasema hivyo? Unahisi kuwa anaweza kukataa kuwa na urafiki na mtoto mzuri kama wewe? Kumbe umenisikia. Najua yani kila sehemu watu wanajiwekea sheria zao. Kwa nilijua huenda ni kosa kuwa na urafiki na wewe. Sio kosa. Kuanzia leo sisi ni marafiki, lakini iwe ni siri, namaanisha urafiki wa siri. Sawa, asante kwa kuwa rafiki yangu Mr. Handsome. Simu ya Aden ilianza kuita, akaipokea simu na kusogea pembeni kidogo. Captain, nimemfuatilia huyu binti Irene Frank. Nimegundua kuwa ni kweli anaishi na bibi yake tu, na ni kweli bibi yake ni mtumwa. Amepumzishwa hospitali na baada ya operation ambayo ulikuwa umefanyika jana. Aliripoti Tabitha ambaye ni miongoni mwa bodyguard. Vipi kuhusu kukutana kwao na Mr. Calix? Aliuliza Aden akiwa kakunja sura. Walikutana kwa bahati tu siku aliyoanza kazi Irene, na baba yako Mr. Calix alimpenda na kuamua kumlipia bila matibabu bibi yake ili tu akubali kuolewa na wewe Mr. Aden. Unaweza kupumzika kwa leo, umefanya kazi nzuri. Asante Mr. Aden. Aden alikata simu akaenda alipokuwa amekaa Nicole. Mbona unatabasamu hivyo? Aliuliza Aden. Ukiwa kwenye kazi zako unakuwa serious sana, ila ndo unazidi kuwa handsome. Nashangaa kwa nini wakina Oliver wanakuogopa. Tuachane na hayo, na habari njema kwako. Habari gani hizo? Nicole alikaa vizuri kwa akiwa anamwangalia Aden usoni. Mr. Aden amenipa oda nikupe taarifa kuwa unatakiwa kujiandaa na ndoa. Itafanyika Jumapili. Jumapili ipi hiyo? Aliuliza Nicole kwa mshangao. Jumapili ya kesho kutwa. Jumapili ya kesho kutwa? Na wala sio wiki ijayo? Kwani unaogopa? Kusema ukweli naogopa kidogo, ila nitajikaza. Kwani unaogopa? Si ni wewe ulisema utampenda Mr. Aden kwa moyo wako wote na kumfanya akupende. Basi tu unakuwa na uoga, ila nikimwona nitakuwa sawa. Au wewe unasemaje? Mimi sijui, utajionea mwenyewe. Kesho yake siku ya Jumamosi, maandalizi ya ndoa ya Mr. Aden na Nicole anayefahamika kwa jina la Irene yalianza, na Mr. Calix alirudi nchini kwa ajili ya kushuhudia ndoa ya kijana wake. Shikamoo Mr. Calix. Alisalimia Nicole baada ya Mr. Calix kwenda chumbani kwa Nicole. Marahaba, maandalizi ya ndoa yako yanaendaje? Aliuliza Mr. Calix wakiwa anaenda kukaa kwenye kochi. Nashukuru anaenda vizuri. Sawa, nimekuja kukusalimia tu. Ngoja nikuache upumzike kwa ajili ya kesho. Tena nilisahau. Bibi yako anaendeleaje? Anaendelea vizuri. Na yote ni kwa msaada wako. Asante sana. Haina haja kunishukuru kila wakati. Kwanza sasa hivi sasa ni familia. Unaweza kuniita baba au baba mkwe, vyovyote upendavyo. Asante sana baba. Mr. Calix alitoka chumbani kwa Nicole akaenda kuonana na Aden. Nimefurahi sana kwa mara ya kwanza umekubali mwanamke nilikutafutia, na mfanye haraka mniletee wajukuu sasa. Aliongea Mr. Calix akiwa anacheka. Nimekubali kwa sababu yeye ni wa tofauti na wasichana wengine, na kuhusu wajukuu usijali, utapata. Mr. Calix na Aden waliendelea kuongea huku wanakunywa mvinyo. Mapema sana siku ya Jumapili ndoa ilifungwa, lakini Nicole hakubahatika kumwona Mr. Aden. Alisikia tu sauti nyuma yake, na baada ya hapo alichukuliwa na wafanyakazi waliovalia nguo za blue na kupelekwa ghorofa ya 6 chumbani kwa Mr. Aden. Samani, Mr. Aden yuko wapi? Aliuliza Nicole. Subiri kidogo, atakuja muda sio mrefu, alisema mfanyakazi mmoja aliyeitwa Nana, kisha akatoka kwenye kile chumba na kumwacha Nicole akiwa peke yake. Hiki chumba ni kikubwa sana na kimepambwa vizuri. Ingependa zaidi kama ingekuwa ni ndoa ya ukweli. Nicole alitembea kila kona ya chumba. Alifika kwenye meza, aliona chupa ya mvinyo na glasi 2. Pembeni kulikuwa kuna karatasi na peni. Alinyanyua ile karatasi na kuanza kusoma. Mimi Irene Frank nakubali na naapa kuwa mke mtiifu kwa mume wangu Aden Calix.
ikiwemo kuficha siri zake na kulinda heshima yake. Baada ya Nicole kumaliza kusoma kilichoandikwa kwenye ile karatasi, taa zote zilizimwa, ukabaki mwanga hafifu tu. Zilisikika hatua za mtu zikisogea pale aliposimama. "Umekubali?" aliuliza Aden huku akipitisha mikono yake kwenye kiuno cha Nicole. Mambo ndo kwanza yametaradadi. Nicole ambaye ni mtoto wa waziri wa ulinzi ameingia kwenye nyumba ya Mr. Kalex. Lengo ni kwa ajili ya kufanya uchunguzi, na pale ameingia na moja kwa moja kupata tiketi ya kuwa mke wa mtoto wa Mr. Kalex ambaye ni Mr. Aden au Captain Den. Nini kitafuata na nini kitatokea kwenye hilo jumba? Mimi sijui. Kwa kupata majibu ya maswali yetu, tukutane kwenye sehemu ya pili ya simulizi yetu inayokwenda kwa jina la Mke Jasusi. Usisahau tu msimulizi wako anaitwa Karen Steve ambaye anapatikana kwa simu namba 0621316026. Mimi na wewe tukutane kwenye sehemu ijayo. Bye.